Je, kuokoka ni nini? Na katika kuangalia kwa ndani, tutaangalia vile vile jinsi ambavyo mtu anaweza kuokoka. Anawezaje kuokoka? Kwa maneno mengine au kwa maneno rahisi, njia zinazoweza kumfanya mtu kuokoka kama maandiko yanenavyo, kama maandiko yanavyozungumza. Kwanza hatuna budi kufahamu Biblia ilishanyosha tayari Yesu Kristo aliacha mbingu akaja duniani kwa lengo la kuokoa, ambalo kila mmoja wetu tayari analifahamu. Kama wokovu ungekuwa mbinguni, asingekuwa na haja ya kuja duniani. Maandiko yanaeleza hilo, ni mengi mno yanayozungumza kuhusiana na habari ya kuokoka. Katika Luka sura ya 19 kwa mfano, mstari wa 9 mpaka wa 10, Yesu akiwa duniani anaeleza habari za wokovu akiwa duniani. Maana yake na lugha alizitumia akiwa anamaanisha wokovu ni duniani. Katika Luka 19:9 mpaka 10 nasema, Yesu akamwambia, labda nianze mstari wa 8 tupate picha iliyo kamili. Hapa aliingia katika nyumba ya mtu anaitwa Zakayo, ambaye yuko duniani sio mbinguni. Zakayo akasimama akamwambia, Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali yangu nawapa maskini, na ikiwa nimenyang'anya mtu kitu kwa hila, namrudishia mara 4. Yesu akamwambia, leo wokovu umeingia nyumbani humu, sio mbinguni, nyumbani humu, kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahimu. Mstari wa 10, kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Alikuja maana yake duniani kutafuta kile kilichopotea, maana yake ni duniani sio mbinguni. Tungeweza kusema maandiko mengi yanayozungumzia habari za wokovu. Tito sura ya 3 mstari wa 3 mpaka 4, huyu ni Paulo mtume ambaye yuko duniani, anaeleza habari za wokovu wake yeye mwenyewe akiwa duniani. Tito sura ya 3 mstari wa 3 mpaka mstari wa 4. Tito sura Timotheo wa kwanza, nimesema Timotheo wa kwanza, samahani sana. Timotheo wa kwanza naona niwe radhi, nimechanganya, ni Tito kimsingi. Tito sura ya 3 mstari wa 3 mpaka wa 4, Biblia inasema hivi. Tito sura ya 3 mstari wa 3 mpaka wa 4 inasema hivi, maana hapo zamani sisi nasi tulikuwa hatuna akili. Huyu ni Paulo mtume, yuko duniani sio mbinguni. Maana hapo zamani sisi nasi tulikuwa hatuna akili, tulikuwa waasi, tumedanganywa, huku tukitumikia tamaa na anasa za namna nyingi, tukiishi katika uovu na usuda, tukichukiza na kuchukiana. Lakini wema wake Mwokozi wetu Mungu na upendo wake kwa wanadamu ulipofunuliwa, alituokoa. Sasa ikiwa tayari tumefahamu kwamba Yesu alikuja duniani kuokoa, na tunaona ushahidi wa watu walioko duniani kuokoka. Yesu anasema leo wokovu umeingia nyumbani humu. Paulo anasema Yesu alituokoa, ni wakati uliopita, na anazungumza akiwa hapa duniani, sio akiwa mbinguni. Maana yake tunang'amua kuna kuokoka duniani, na maandiko ni mengi kwenye habari hiyo. Lakini swali la kujiuliza, nini maana ya kuokoka? Hapo ndio mahali tunapoanzia. Kuokoka ni nini? Kuokoka kuna maana takribani 5 ambazo zote zinaanguka kwenye maana moja. Narudia tena. Kuokoka kuna maana takribani 5 na zote zinaangukia kwenye maana moja. Kama unaandika, kuokoka kuna maana takribani 5 na zote zinaangukia kwenye maana moja. La kwanza, kuokoka ni kuhamishwa. Kuokoka ni kuhamishwa kutoka kwenye nguvu za giza. Nitarudia kwa sababu najua maneno yangu yanaweza kawa yanakwenda haraka kuliko mkono wako unaoandika.
Kuokoka ni kuhamishwa kutoka kwenye nguvu za giza na kuingizwa katika ufalme wa mwana. Kuokoka ni kuhamishwa kutoka kwenye nguvu za giza na kuingizwa kwenye ufalme wa mwana. Katika Wakolosai sura ya kwanza kwa mfano mstari wa 13, Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 13, Biblia inaonyesha jambo hilo waziwazi sana. Wakolosai 1 mstari wa 13. Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 13, Biblia inasema hivi: naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Mstari wa 14 inasema, ambaye katika yeye, yani Yesu, tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Mtu anapokwenda kwa Yesu Kristo kwa mara ya kwanza kutubu dhambi zake kwa kumaanisha kuziacha, anapopewa msamaha automatically, jambo hilo hutokea lenyewe, kwamba katika ulimwengu wa roho mtu huyu ambaye hapo mwanzo alikuwa kwenye mikono ya shetani, alikuwa kwenye mamlaka ya giza. Ikumbukwe wanadamu wote kwa kuzaliwa tumezaliwa chini ya mamlaka ya shetani. Kivipi? Adamu na Hawa walipoumbwa, waliumbwa katika maandiko yanazungumza katika sura na mfano wa Mungu. Sura ya Mungu ni nini? Mungu hana pua na mdomo kama wako na wangu, kwa sababu Mungu ni roho. Yohana 4:24 anasema Mungu ni roho, nao waabudu yeye imepaswa kumwabudu katika roho na kweli. Aliposema na tumfanye mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu, alikuwa anamaanisha nini? Sura hiyo ni ipi? Sura ya Mungu ni utakatifu. Mungu ni mtakatifu, na mtu alipoumbwa aliumbwa katika sura ya utakatifu. Hakuwa na dhambi wa yote. Ushahidi wa jambo hilo ni Waefeso sura ya 4 mstari wa 24. Hapa Paulo mtume anazungumza na kanisa la Efeso, akiwa anawaambia wavue utu wa kale, Waefeso 4:24, alafu wavae utu mpya ambao uliumbwa pale mwanzo. Waefeso 4:24. Tafafanua, tutaelewana hapo baadaye kidogo. Mkavae utu mpya ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Maana yake ni rudi nyuma sasa. Mungu alipokuwa akiumba, Mungu alimuumba mtu akiwa anafanana naye. Mungu ni mtakatifu. Maana yake alimuumba mtu akiwa mtakatifu. Ni muhimu tufahamu kwa ndani kwamba mtu yeyote ameumbwa kwa pande mbili. Kuna upande wa ndani na upande wa nje. Upande wa ndani unaitwa utu wa ndani, ambapo Adamu na Hawa waliumbwa kwanza ndani kabla ya kuumbwa nje. Nataka tuelewane hatua kwa hatua. Katika Mwanzo 1:26 Mungu anasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani. Mstari wa 27 anamaliza anasema Mungu akaumba mwanaume na mwanamke kwa mfano wake, kwa sura yake. Kwa hiyo aliwaumba tayari, sura ya kwanza. Tuko sawa? Sura ya pili, na nimekuwa nikifundisha tena na tena, Adamu na Hawa waliumbwa wote siku moja. Katika sura hiyo ya kwanza inaonyesha wote waliumbwa siku moja, ila kuletwa kwenye mwili wa kwanza kuletwa ni Adamu. Kwa mara ya kwanza waliumbiwa utu wa ndani. Mara ya pili Adamu analetwa wa kwanza duniani katika mwili akiumbiwa utu wa nje. Na ushahidi wa jambo hilo tunalipata kwenye Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 16. Wakorintho wa pili 4:16, Biblia inasema nini? Wakorintho wa pili 4:16. Andiko hili ndio linatupa ushahidi kwamba tuna pande mbili, wanadamu wote, watu wote tuna pande mbili. Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 16. Kwa hiyo hatulegei.
Bali ijapokuwa utu wetu wa nje unachakaa, yani mwili huu wa nje unachakaa, maana yake unazeeka. Ijapokuwa utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. Tunapata pande mbili, kuna utu wa nje na utu wa ndani. Sasa utu wa ndani ndio ulioumbwa ukiwa unafanana na Mungu, sio wa nje, kwa sababu Mungu hana mwili kama wako na kwangu. Utu wa ndani ndio uliokuwa katika sura ya utakatifu, ambapo na Mungu naye alikuwa ni mtakatifu. Hatimaye Adamu na Hawa wakafanya dhambi. Walipofanya dhambi, sura ya utakatifu uliondoka. Ulipoondoka iliingia nini? Iliingia sura ya dhambi. Iliingia sura ya shetani. Na tufahamu kwamba mara baada ya Adamu na Hawa kutenda dhambi, sura ya Mungu ilipokuwa imeondoka na ikaingia sura ya dhambi, sura ya shetani, Adamu na Hawa walikuwa hawana watoto. Tuko sawa? Walipozaa watoto, maandiko yanasema watoto wale hawakuwa wana sura na mfano wa Mungu. Maandiko yanasema hivyo. Walikuwa na sura na mfano wa Adamu, sio ya Mungu tena. Twende katika Mwanzo sura ya 5 mstari wa 1 mpaka mstari wa 3. Tutaona utofauti. Adamu aliumbwa katika sura na mfano wa Mungu, ila watoto wake hawakuwa na sura na mfano wa Mungu. Maana yake sura na mfano wa Mungu ikawa imepotea, haipo tena. Na kutokea hapo vizazi vyote vilizaliwa na sura na mfano sio wa Mungu, ni wa shetani. Na ndio maana kwa kuzaliwa wote tulizaliwa tukiwa gizani. Kwa msingi huo wa Mwanzo sasa sura ya 5 mstari wa 1 mpaka wa 3, tusome kwa makini sana. Vizazi vya Adamu. Siku ile Mungu alipoumba mtu, kwa sura ya Mungu alimfanya, mwanamume na mwanamke aliwaumba, akawabariki, akawaita jina lao Adamu. Na andiko hili ndio linatupa msingi la mke anapoolewa kubeba jina la mume wake. Wote walikuwa na jina moja. Tuko sawa? Mstari wa 2. Mwanamume na mwanamke aliwaumba, akawabariki, akawaita jina lao Adamu siku ile walipoumbwa. Mstari wa 3, angalie kwa makini. Adamu akaishi miaka 130, akazaa mwana kwa sura yake, kwa mfano wake, akamwita jina lake Seti. Mstari wa 1 unaonyesha Mungu alimuumba mtu kwa sura yake Mungu. Mstari wa 3, watoto wa Adamu hawazaliwi kwa sura ya Mungu, wanazaliwa kwa sura ya Adamu. Tumejifunza kwamba Adamu na Hawa walipotenda dhambi, sura ya Mungu iliondoka, iliingia sura ya dhambi. Automatic watoto walipozaliwa walikuwa na sura ya Adamu, ambao huyo Adamu amebeba sura ya shetani. Tuko sawa sawa? Kwa hiyo kutokea hapo wote tulizaliwa gizani, wote tulizaliwa gizani. Na kwa sababu hiyo Yesu Kristo akaja ili tutoke gizani. Sasa tunapotubu dhambi kwa kumaanisha kuziacha, tukimwamini huyo Kristo Yesu, Yesu anatuhamisha sasa gizani. Anatutoa kule gizani, kutoka kwenye mikono ya shetani, kutoka kwa Mungu tulikuwa tunamwabudu, hata kama tulikuwa tunakwenda kanisani, hata kama tulikuwa sisi tunatoa sadaka, hata kama tulikuwa tunafanya chochote tulichokuwa tunakifanya kwamba ni chema, vyovyote vile kilikuwa hakina maana iwayo yote. Kwa tukahamishwa na Yesu Kristo mwenyewe, tukatolewa gizani, tukaletwa kwenye ufalme wa mwana. Mwana ni nani? Ni Yesu, ambaye pia anaitwa nuru ya ulimwengu. Kwa maneno mengine, tulihamishwa kutoka kwenye ufalme wa giza, ufalme wa shetani, tukaletwa kwenye ufalme wa mwana ambaye ni nuru. Maana yake tuliletwa kwenye ufalme wa nuru, ufalme wa Mungu aliye hai. Kwa kuokoka ni kuhamishwa kutoka kwenye nguvu za giza, kwenye ufalme wa giza, kwenye mamlaka ya giza, na kuingia katika ufalme wa mwana, ufalme wa nuru. Kivita vyovyote ni sawa, ufalme wa Mungu tukiita hivyo ni sawa sawa. Hiyo ni maana ya kwanza. Maana ya pili ya neno kuokoka. Kuokoka ni kusamehewa dhambi. Kuokoka ni kusamehewa dhambi. Tukiwa katika dini zetu, hata kama tulikuwa tunatubu, hatujawahi kusamehewa. Kwa namna yoyote hatujawahi kusamehewa. Wengine tulitokea kwenye Ukatoliki, unaenda kwa padri, unapiga magoti, unasema nilibaka jana, nilitembea na mke wa mtu. Vyovyote utakavyosema, wakakwambia nenda kasali siyo salamu Maria, nenda kasali hivi na vile na vile, afu kimaliza hapo utakuwa umesamehewa.
hakuna msamaha wa hivyo. Hata kama tulitubu, lakini tulitubu, nakumbuka mimi wakati naokoka, kuna wakati nilikuwa nasikia sauti inaniambia ukifa unaenda motoni. Nasikia mara kwa mara, wakati huo naimba muziki wa duniani. Sasa wakati nasikia hiyo sauti, natubu sasa. Yaani nikiwa kwenye hiyo position, nikiwa kwenye hiyo hali, natubu kimoyomoyo kwamba basi Mungu naomba unisamee. Yaani ndani nasikia toba yenyewe haikubaliki, haisikilizwi. Kwa sababu unatubu kwamba uvuke tu kwenye hiyo hatari uendelee na dhambi zako kule. Kwa hiyo sasa mpaka nilipokubali kuokoka ndipo ile hatia ikaondoka. Na sikuwa nasikia tena sauti hiyo ambayo ilikuwa inanitikisa. Kwa msingi huo, toba yoyote niliyoifanya kabla ya kuamua kuokoka kweli ilikuwa haina maana yoyote. Sikuwa nasikilizwa, sikuwa nasamehewa. Lakini siku nilipotubu kwa kumaanisha kuacha nikimwamini Kristo, hapo ndipo kwa mara ya kwanza nilisamehewa. Luka sura ya 1 mstari wa 77 Biblia inasema. Luka sura ya 1 mstari wa 77. Luka sura ya 1 mstari wa 77 Biblia inasema, uwajulishe watu wake wokovu katika kusamehewa dhambi zao. Hakuna wokovu bila kusamehewa dhambi, kama maandiko yanavyozungumza. Uwajulishe watu wake wokovu katika kusamehewa dhambi zao. Kama umesamehewa dhambi zako, automatic tafsiri yake umeokoka. Na kama unasema umeokoka lakini una hakika hujasamehewa dhambi, hujaokoka. Ndio tafsiri yake. Maana yake ni nini? Unapotubu kwa Kristo Yesu, unasamehewa dhambi. Na ndio maana nilizungumza pale mwanzo, haya mambo yote yanaangukia kwenye maana moja tu, kwamba mtu anapotubu dhambi zake kwa kumaanisha kuziacha kwa Kristo, alafu akisamehewa, maana yake automatic tendo hilo la msamaha linaambatanishwa na kuhamishwa kutoka kwenye giza na kuja katika nuru. Tuko pamoja? Hiyo ni maana ya pili nimeisema. Maana ya tatu, kuokoka ni kuzaliwa mara ya pili. Kuokoka ni kuzaliwa mara ya pili. Kuokoka ni kuzaliwa mara ya pili. Yohana sura ya 3 mstari wa 3 mpaka mstari wa 6. Yohana 3:3 mpaka 6, Biblia inasema, Yesu akajibu akamwambia, amin amin nakuambia. Hapa anazungumza na Nikodemu. Anasema, amin amin nakuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Nikodemu akamwambia, mtu awezaje? Akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? Yesu akajibu, amin amin nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Sasa hebu tuzame kidogo katika hayo maandiko tuweze kuelewana. Hapa Yesu anasema mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Lakini mstari wa 5 anasema, Yesu akajibu, amin amin nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho. Andiko hili limewachanganya watu wengi sana, na yako madhehebu mengi yamezaliwa kutokana na mstari huo, na wameutafsiri kimakosa. Hapa wengi wametafsiri hivi, mtu asipozaliwa kwa kubatizwa na kwa roho, kitu ambacho sio sahihi. Kwa mstari huo sio sahihi. Anaposema mtu, mstari wa 5, okay, watu wanavyochanganya kwamba kuzaliwa, yes, wanasema wengi naweza nikasema, kwa sababu mimi ni mhubiri kidogo wa kweli, yani ninaweza kutaja kwa mfano kanisa ambalo linaamini jambo hilo. FPCT wanaamini hivyo, kwamba ili mtu aokoke abatizwe kwanza, alafu ndio, kitu ambacho mstari huu hausemi hivyo. FPCT wanazungumza hivyo, KLPT wanazungumza hivyo, na yako makanisa mengi yaliyozaliwa kutoka hapo yanaamini hivyo, kwamba ili mtu uhesabike kuzaliwa mara ya pili, basi ubatizwe ndio unahesabika umezaliwa mara, kitu ambacho sio sahihi. Twende katika maandiko kwanza.
Na tufafanue Biblia inaposema mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho. Maji yanayotajwa hapo ni nini? Sio maji kwa maana ya ubatizo. Kinachotajwa hapo ni neno. Neno katika Biblia limetajwa kwa jina la maji, na nitafafanua. Katika mwili, na nimekuwa nikizungumza haya tena na tena, kwamba mambo mengi yaliyoko katika mwili ni mfano kabisa wa mambo yaliyoko rohoni. Mtoto anapozaliwa, process zinazomfanya mtoto kuzaliwa katika mwili, Biblia imefafanua nazo katika roho ziko hivyo hivyo. Ikoje? Ili mtu aokoke, maandiko yanazungumza kwanza asikie neno kama mbegu. Kwa namna ile ambayo mtoto ili azaliwe kimwili, lazima iingie mbegu ya uzazi. Mbegu hiyo ya uzazi aikutane na yai la mama, alafu baadaye ndio tunasema ujauzito umetungwa, alafu hatimaye nakaa kwa muda fulani mtoto yule anazaliwa. Vivyo hivyo katika roho iko hivyo hivyo. Kwamba mtu anapaswa kusikia neno kwanza. Atasikia neno kwa maana ya neno ni mbegu ambayo itapandwa ndani yake. Ikishapandwa ndani yake, ndipo na ndio maana wengi wetu tulipokoka, unaweza kukuta ukuhubiriwa siku moja, fuatilia. Mwingine alihubiriwa miezi. Mimi ninakumbuka nilihubiriwa na mchungaji mmoja. Yeye anakuja anaongea, mimi simuelewi, namuona yani simuelewi yani. Yaani anachoongea niko ulimwengu mwingine. Naona anaongea vitu vya ajabu ajabu. Sielewi chochote. Karibu mara 9 hivi mimi nimehubiriwa. Mara 9 sielewi, naona maruerue tu. Lakini mimi baadaye ndo nikawa nasikia sauti. Mimi nilikuwa naimba muziki wa duniani, naenda kurekodi. Wakati naenda kurekodi muziki ya duniani nikiwa narudi sasa Mbagala sasa. Pale zamani ile Kilwa Road pale Mtongani unashuka chini panaitwa Msikitini. Barabara kulikuwa na mteremko mkali pale. Kwa hiyo gari zilikuwa zinaenda mbio. Sasa pale nikifika pale tunasikia sauti kwamba ukifa unaenda motoni. Nikiwa huku Mbagala nikifanya dhambi zangu, uchafu wangu, sisikii chochote. Mungu ana njia nyingi. Sasa nilikuja tu kusikia, lakini ukweli haikuja automatic. Kuna mbegu ilipandwa ndani mwangu. Ndivyo Biblia inavyosema, mbegu itapandwa, ikishapandwa Roho Mtakatifu. Kwa namna ile ambavyo mtoto anayekuwa tumboni, ambaye huyu mtoto alitokana na mbegu, ili azaliwe, utafika wakati fulani, alafu atatolewa ndani ya tumbo la mama, alafu tutamuona sisi tulio dhahiri. Ikumbukwe baada ya dhambi kutendeka, Mungu alificha uso wake kwa wanadamu. Kwa namna ile ambavyo sisi tulioko duniani tuwezi kumuona mtoto aliyoko ndani ya tumbo la mama, na Mungu naye alificha uso wake akawa hatutazami. Kwa hiyo tulikuwa hatuonekani mbele ya macho ya Mungu. Mbegu ilipopandwa kwa neno la Mungu, neno lilipoingia ndani, wakati ulipotimia, Roho Mtakatifu alituzaa, alitutoa kule dhambini, tukaenda kuonekana mbele ya uso wa Mungu kama watoto wachanga. Maandiko yanazungumza hivyo. Twende sasa katika Biblia namna ambavyo inazungumza. Petro wa kwanza. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa 23. Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 23, andiko muhimu sana. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa 23, Biblia inasema hivi: kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili. Angalia kwa makini. Si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyoharibika, ambayo ni nini? Kwa neno la Mungu lenye uzima lidumulo hata milele. Inawezekana hujaelewa. Twende kwenye Yakobo 1:18. Yakobo 1:18. Kwa kupenda kwake mwenyewe alituzaa sisi kwa neno la kweli, tuwe kama limbuko la viumbe vyake. Linatajwa neno. Sasa turudi, hilo neno linatajwa wapi kwamba ni maji? Kumbuka tulisoma Yohana 3:5. Anasema msipozaliwa kwa maji na kwa roho. Sasa hiyo maji tuiangalie sasa katika Waefeso sura ya 5 mstari wa 25 mpaka mstari wa 26.
samahani, Waefeso sura ya 5 mstari wa 25 mpaka mstari wa 26, Biblia inasema, enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake. Angalia kwa makini mstari wa 26, ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno. Tuko pamoja? Kwa hiyo Biblia inaposema katika Efeso 3:5, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho, maana yake asipozaliwa kwa neno la Mungu, maana yake neno lazima litangulie kabla roho hajakuzaa. Tuko sawa eh? Hilo linatokeaje? Kama tulivyotangulia pale mwanzo kusema, mtu anapotubu dhambi zake kwa Kristo, maana yake hayo yote hutokea kwamba Roho Mtakatifu, roho zetu tulipokuwa tumefanya dhambi, tulipozaliwa katika hali ya uchafu, zilifunikwa na uchafu wa dhambi. Tunakumbuka tulieleza pale mwanzo, Adamu na watu walipofanya dhambi, roho zao na kizazi chao kwa kuzaliwa zilifunikwa na uchafu wa dhambi. Tunapotubu dhambi kwa kumaanisha kuziacha, ambalo hilo linakuwa limetanguliwa na mbegu iliyokwisha kupandwa ya neno, Roho Mtakatifu hutuchomoa kwenye uchafu wa dhambi akitumia damu ya Yesu Kristo inayotakasa uchafu huo. Kwa hiyo tunachomolewa kutoka kwenye uchafu wa dhambi, alafu tunasimama mbele za Mungu, tunaonekana kama mtoto mchanga. Kama mzazi vile ambavyo mtoto akizaliwa na yeye anaanza kumuona na mkumbatia, ndivyo hivyo tunakumbatiwa na Bwana. Tuko pamoja? 4. Hizi 4 sasa zinafungamanishwa na zote kama nilivyotangulia kusema za kwanza. Maana 4 kuokoka ni kufutwa jina lako kwenye vitabu vya hukumu na kuandikwa kwenye kitabu cha uzima. Kufutwa jina lako kwenye vitabu vya hukumu na kuandikwa kwenye kitabu cha uzima. Kuokoka ni kufutwa jina lako kwenye vitabu vya hukumu na kuandikwa kwenye kitabu cha uzima. Watu wengi kwa kutokufahamu, nasikia tu watu wanazungumza kwamba kuna kitabu mbinguni sio viwili, lakini ukweli kuna vitabu vingi mno. Kule mbinguni kuna vitabu vingi na maandiko yanazungumza hivyo. Kule mbinguni kuna kitabu cha machozi ambacho watu watakatifu wakimlilia Mungu machozi yao huandikwa. Labda tupite hapo kidogo kwa faida ya wengine. Zaburi sura ya 56 mstari wa 8. Utaona inatajwa kitabu hicho, lakini utaona wakati mwingine kunakuwa na kitabu cha matendo mema cha watakatifu. Ni matendo mema ya watakatifu tu, maana yake mwenye dhambi hata tendo lolote likifanywa halihesabiwi kule mbinguni. Zaburi sura ya 56 mstari wa 8. Umehesabu kutangatanga kwangu, uyatie machozi yangu katika chupa yako. Je, hayamo katika kitabu chako? Maana kuna kitabu ambacho kinahusika na wale wanaoomboleza. Tuko sawa? Hapo nilizungumza tu kwa faida ya wengine ili kuweza kujua kuna vitabu vingi kule mbinguni. Lakini utaona kuna kitabu cha matendo mema ya wacha Mungu, Malaki 3:16. Malaki 3:16. Ndipo wale waliomcha Bwana waliposemezana wao kwa wao, naye Bwana akasikiliza, akasikia, na kitabu cha ukumbusho kikaandikwa mbele zake kwa ajili ya hao waliomcha Bwana na kulitafakari jina lake. Kitabu cha ukumbusho. Maana yake mtakatifu chochote anachokifanya kinaandikwa Malaki 3:16. Chochote mtakatifu anachofanya kinarekodiwa kwenye kitabu kinaitwa kitabu cha ukumbusho. Na ndio maana kama unakumbuka, kama ni msomaji wa Biblia, utaona kuna mfalme mmoja alikuwa anaitwa Hezekia. Hezekia aliambiwa na Isaya kwamba utakufa. Hezekia akalia sana mbele za Bwana.
Na Hezekia alimkumbusha, Bwana, kumbuka nilivyokwenda mbele zako katika haki. Nimeenda mbele zako katika kweli. Nimetenda mema, Bwana, kumbuka. Na Mungu anaangalia neno lake apate kutimiza. Mungu angalia kitu kingine chochote. Angalia mtume, angalia nabii, angalia mchungaji. Anaangalia neno lake apate kulitimiza. Na alipoangalia Mungu akaona ni kweli, huyu amefanya mema, ana haki. Hayo mema yalikuwa yako wapi? Yako kwenye kitabu cha ukumbusho. Sasa vile vile kuna vitabu vinavyoitwa vitabu vya hukumu, na kuna kitabu kinaitwa kitabu cha uzima. Wale wanaotubu dhambi kwa kumaanisha kuziacha wanaandikwa kwenye kitabu kimoja cha uzima, kwa sababu wale wanaoandikwa humo wanaenda katika uzima wa milele, milele na milele. Wale wanaandikwa kwenye vitabu vya hukumu wanaandikwa kwa sababu watahukumiwa kwenda katika ziwa la moto milele na milele. Ufunuo Yohana sasa sura 20, Ufunuo Yohana 20 mstari wa 12 tunaona ushahidi wa jambo hilo. Na maandiko mengi yanayozungumzia hilo ni mengi sana. Ufunuo Yohana sura 20 mstari wa 12. Ufunuo 20:12. Naam. Ufunuo sura 20. Ufunuo wa Yohana. Unisamehe kwa Ufunuo wa Yohana sura ya 20 mstari wa 12, Biblia inasema, nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vinatajwa vingi hapo, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kimoja hapo maana yake, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima. Kimoja hiko kimeshatajwa ambacho ni cha uzima. Kile kingine kinafafanuliwa hapo mbele. Na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu, maana yake vingi. Maana yake hapo kuna vingi na kuna kimoja, si ndio? Kwa hapo tunangamua kuna vitabu vingi. Na kwa nini ni vingi? Kwa sababu wanaokwenda motoni ni mabilioni kwa mabilioni, hawezi kutosha kwenye kitabu kimoja. Kwa hiyo wanaandikwa kwenye vitabu vingi. Ila kitabu cha uzima ni kimoja tu, kwa sababu wanaokwenda mbinguni ni wachache sana. Yesu alisema hivyo, kwamba ni wachache. Ndio maana Biblia inasema Yesu alizungumza, jitahidini kuingia katika mlango ulio mwembamba. Maana wengi watataka kuingia siku ile, wasifanye nini? Wasiweze. Sio lazima turudie, sio rahisi. Injili ya kumfanya mtu aingie mbinguni viwango vya utakatifu. Kwa sababu nyingine zozote zile, wengine kutafuta hela na wengine kuwaza kwamba inawezekana nikihubiri hivi watu watashindwa, labda hivi viwango watakimbia. Lakini sio kweli. Kuna watu wanataka kusikia, wanataka waambiwe ukweli. Yaani haijalishi jambo ligumu au jepesi, kuna watu wanataka kuambiwa ukweli. Kwa hiyo hapa tumengamua kuna vitabu viwili. Kuna makundi mawili, kuna vitabu vya hukumu, alafu kuna kitabu cha uzima. Sasa tuangalie na andiko jingine ambalo linaunganisha jambo hilo, ambalo mtu akiwa ni mwenye dhambi, akiwa ni mtakatifu, anakuwa ameandikwa kwenye kitabu hiko kimoja cha uzima. Na akitenda dhambi, akiamua kumwacha Kristo, anafutwa katika kitabu hiko cha uzima, anarudishwa kuandika kwenye vitabu vile vya hukumu. Ufunuo wa Yohana sasa sura ya 3. Ufunuo wa Yohana sura ya 3 mstari wa 5. Ufunuo wa Yohana sura ya 3 mstari wa 5. Yeye ashindaye atavikwa hivyo mavazi meupe. Angalia maneno yanayofuata kwa umakini mkubwa. Wala sitalifuta kamwe jina lake katika kitabu cha uzima, nami nitalikiri jina lake mbele za Baba yangu na mbele za malaika zake. Hapo tunangamua, anasema sitalifuta. Okay? Kumbe kuna process za kufuta na kuandika. Tuko sawa sawa? Maana yake kama mimi ni mwenye dhambi, siko kwenye kitabu cha uzima automatiki, niko kwenye vile vitabu vya hukumu. Nikitubu dhambi kwa kumaanisha kuziacha, nafutwa kwenye vitabu vya hukumu, naandikwa kwenye kitabu cha uzima.
Angalia tena maandiko ni mengi kwenye jambo hilo. Wafilipi sura ya 4 mstari wa 3. Wafilipi sura ya 4 mstari wa 3. Na kabla sijasoma mstari huo, tumezungumza katika kipengele kilichopita habari ya kuzaliwa mara ya pili. Mtoto yoyote anapozaliwa katika nchi yoyote, process ya kwanza ya kufanya ni kufanya nini? Ni kuandikishwa katika vitabu ambavyo atambulike kwamba ni raia wa nchi hiyo. Hivyo ndivyo ilivyo mbinguni. Mtu anapotubu dhambi katika ulimwengu wa roho, anaandikwa kwamba yeye ni raia wa mbinguni. Na anaandikwa wapi? Kwenye kitabu cha uzima cha wale watu ambao wataishi katika uzima wa milele. Wafilipi sura ya 4 mstari wa 3, Biblia inasema, naam, nataka na wewe pia mjoli wa kweli uwasaidie wanawake hao, kwa maana waliishindania injili pamoja nami, na Clementi naye na wale wengine waliotenda kazi pamoja nami, ambao majina yao yamo katika kitabu cha uzima. Yesu aliwatuma wanafunzi waende kuhubiri huku na kule, wakarudi wanashangilia. Sema, Yesu, hata mapepo wanatutii. Yesu akasema, msishangilie kwa sababu pepo wanawatii. Furahini kwa sababu tu majina yenu yameandikwa katika kitabu cha uzima mbinguni. Maandiko mengi na muda wetu usingeweza kutosha. Kwa mtu anapotubu dhambi, anafutwa kwenye vitabu vingi, anaandikwa kwenye kitabu kimoja ambacho ni cha uzima. Maana ya 5 na ya mwisho, ambayo yote nimesema zinaangukia katika maana moja, ni kugeuka kutoka kwenye njia pana iendao upotevuni na kuelekea njia nyembamba iendao uzimani. Ni kugeuka kutoka kwenye njia pana iendayo upotevuni na kuingia kwenye njia nyembamba iendayo uzimani. Ni kugeuka kutoka kwenye njia pana iendayo upotevuni na kuelekea kwenye njia nyembamba iendayo uzimani. Maelezo yangu ya kwanza yanaoana na kila pointi ambayo nitakayokuwa naizungumza. Kwamba mtu akitubu dhambi, kabla ya kutubu dhambi, tulizaliwa tukiwa kwenye hali ya ubaya. Tulizaliwa tukiwa gizani. Kuwako gizani maana yake tulikuwa kwenye njia pana inayokwenda upotevuni, inayokwenda motoni milele na milele. Lakini tunapotubu dhambi, maana yake tunageuka kuiacha njia pana inayokwenda upotevuni, na tunaanza sasa kuingia kwenye njia nyembamba inayokwenda uzimani. Na hayo ni maneno ya Yesu Kristo. Yesu alisema katika Mathayo 7:13 mpaka mstari wa 14. Yesu alisema, ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba, maana mlango ni mpana na njia ni pana iendayo upotevuni, nao ni wengi waingiao kwa mlango huo, bali mlango ni mwembamba na njia imesonga iendayo uzimani, nao waionao ni wachache. Yesu hapa ameanza na neno waionao. Maana yake ni nini? Kuiona njia hiyo peke yake ni shughuli nzito. Yaani licha kuingia, unaweza ukaiona ukaona kweli njia ndio hii na usiingie vile vile, kutokana na ugumu wa njia hiyo. Kwa hiyo mtu anapotubu anageuzwa sasa. Anatoka huku, kama alikuwa anaenda kulia, anatoka kulia anakwenda kushoto. Kama alikuwa anatoka kushoto, anaacha njia kwenda jehanamu ya moto, anageuka na kwenda katika njia inayoelekea mbinguni. Mara baada ya kuelewa sasa tafsiri ya neno kuokoka, ambayo nimesema yote inaangukia kwenye maana moja. Ukichukua moja ni sawa, ukichukua ya pili ni sawa, ukichukua ya tatu, yote msingi wake unaenda kwenye engo moja tu. Lakini swali la kujiuliza ni namna gani mtu afanye ili aweze kuokoka? Kwa maneno rahisi, ni njia ipi inayotumika kibiblia ili mtu sasa aweze kuokoka? Ziko njia takribani 4 ambazo nazo kama nilivyotangulia kusema zinaangukia kwenye maana moja tu. Njia ya kwanza aliitumia Yesu Kristo, ambayo sisi wote hatuwezi kuitumia, na nitatoa sababu. Aliitumia Yesu Kristo. Yesu Kristo wakati anawaleta wanafunzi wake katika imani,
hakuwaongoza toba yoyote, hakuwaambia chochote. Alichowaambia ni neno moja tu, nifuate, full stop. Na mtu alipomfuata alihesabika ameokolewa, alihesabika ni mtoto wa Mungu, alihesabika ni Mkristo. Mathayo sura ya 9 mstari wa 9. Mathayo sura ya 9:4, ambazo zote zinaanguka kwenye maana moja. Sura ya 9 mstari wa 9. Mathayo sura ya 9 mstari wa 9, Biblia inasema hivi: na Yesu alipokuwa akipita kutoka huko, aliona mtu ameketi forodhani aitwaye Mathayo, akamwambia, nifuate. Akaondoka akamfuata. Ndiyo njia aliyotumia Yesu. Yesu hakutumia njia nyingine yoyote, na wanafunzi wake wote aliwaambia hivyo tu, nifuate, nifuate, nifuate. Hiyo ni njia ya kwanza ambayo mimi na wewe hatuwezi kuitumia, kwa sababu mimi sio Yesu wala wewe sio Yesu. Huwezi kumwambia mtu sasa, nataka kuokoka, nifuate, akawa ameokoka. Hapana. Kwa sababu Yesu automatic, mtu alipomkubali kwa kumfuata, alihesabika ni mwanafunzi wake, alihesabika ameokolewa. Tuko sawa sawa? Hilo la kwanza. Hiyo ni njia ya kwanza. Njia ya pili ni kuamini moyoni bila kusema chochote. Kuamini moyoni. Pale mwanzo nilipoanza kuzungumza nilisema hivi: mtu ameumbwa kwa pande mbili, ana nje na ana ndani. Maana yake anaweza asizungumze mdomoni chochote, lakini moyoni akawa amezungumza. Kwa hiyo anaweza akaamini huku ndani, mdomo usiseme chochote, na akahesabika kwamba ameokolewa. Kama hebu tuangalie kwanza maandiko. Marko sura ya 16. Marko 16. Marko 16. Utaona inazungumza habari ya kuamini. Marko 16:15 mpaka mstari wa 16. Marko 16:15 mpaka 16. Akawaambia, enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Aaminie. Hajaongea jambo jingine kwamba atakayeambiwa maneno fulani fulani. Aliambiwa aaminie, alafu anamaliza, aaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Tuko sawa? Inaanza kuamini. Ubatizo ni matokeo baada ya kuamini. Tuko sawa? Tutaenda kuangalia maandiko mengine ambayo yanatoa ushahidi wa jambo hilo. Maana yake wako watu waliookoka na hawakupata nafasi ya kubatizwa, haimaanishi wataenda motoni. Sio kweli. Mhalifu msalabani kwa mfano, alimwamini Yesu Kristo, hakuwa na nafasi ya kutubu. Sio kwamba Mungu hataki watu watubu. Hakuwa na nafasi ya kubatizwa. Sio kwamba Mungu hataki watu wabatizwe. Hapana. Ameweka sharti la ubatizo, ni kweli. Na anasema Yesu anasema katika Mathayo 3:13 mpaka 17, anasema anamwambia Yohana Mbatizaji, nikubali kwa sababu hii tunapaswa kuitimiza haki yote. Kwa hiyo Mungu anataka kabisa watu wabatizwe. Lakini kuna wakati ambapo mtu anaweza akaokoka na asibatizwe akaenda mbinguni kwa sababu hakupata nafasi ya kubatizwa. Mfano, mtu ameokoka yuko maututi kitandani, amemwamini Yesu hapo. Sasa ukimchukua yule mtu kaenda kumbatiza, si ndio anakata roho kabisa hapo? Au mwingine amemwamini Kristo yuko gerezani, ana nafasi ya kubatizwa wapi? Yuko gerezani, hakuna nafasi kusema jamani naombeni nafasi nikabatizwe. Ameamini tayari. Mhalifu pale msalabani, Yesu alimwambia leo utakuwa pamoja nami peponi. Yesu alijua kwamba anakufa sasa hivi huyu. Hana nafasi ya kwenda huko mtaani kwenda kubatizwa. Na alijua hilo, ndio maana akamwambia wewe tutakuwa pamoja. Kwa sababu umeniamini tayari, hakuna kesi nyingine. Hiyo ni namna ya pili. Namna ya tatu ya kuokoka, kuamini na kukiri kwa kinywa. Mstari wa 9 mpaka mstari wa 10. Warumi sura ya 10 mstari wa 9 mpaka mstari wa 10. Warumi 10:9 mpaka 10.
sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako, hayo mambo mawili yametajwa hapo. Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Hiyo ni njia ya tatu. Njia ya nne na ya mwisho ni kuongozwa maneno ya toba. Ni kuongozwa maneno ya toba. Kuongozwa maneno ya toba. Tayari tumekwisha kutangulia kwamba mtu anaweza akazungumza mwenyewe. Ikiwa amemwamini, amegundua ni mwenye dhambi, yuko mahali ambapo hakuna mtu yoyote, anaweza akazungumza mwenyewe kwa kinywa chake, akakiri mbele za Bwana kwamba ni mwenye dhambi na ninahitaji uniokoe, na anaweza kuokolewa. Lakini inaweza kutokea yako mazingira ambayo mtu hawezi kuzungumza chochote, hawezi kusema, hajui namna ya kwenda kwa Bwana. Biblia inaeleza kwamba anaweza kuwako mtu wa kumuongoza, akamwambia fatisha maneno pamoja na mimi. Ikiwa tayari unamwamini Kristo, fatisha maneno pamoja na mimi, alafu tubu dhambi zako mbele za Kristo Yesu. Na akifanya hivyo, mtu huyu anahesabika kuokoka. Zekaria sura ya 14 mstari wa 2. Samahani, ni Hosea, sio Zekaria. Hosea sura ya 14. Hosea sura ya 14 mstari wa 2. Hosea, labda tuanze mstari wa kwanza. Hosea 14:1 mpaka 2. Biblia inasema, Hosea 14:1 mpaka 2. Hivi ndivyo ilivyokuwa. Hosea 14:1 mpaka 2. Israeli, mrudie Bwana Mungu wako, maana umeanguka kwa sababu ya uovu wako. Sasa unamrudiaje? Mstari wa 2. Chukueni maneno pamoja nami. Wengine wanasema fuatisha maneno pamoja na mimi. Chukueni maneno pamoja nami, mkamrudie Bwana, mkamwambie, ondoa maovu yote, uyatakabali yaliyo mema, na hivyo ndivyo mtakavyotoa sadaka za midomo yetu kana kwamba ni ng'ombe. Kwa hiyo maana yake ni sawa na kusema, sema maneno haya pamoja nami. Bwana Yesu, nisamehe dhambi zangu zote, ondoa. Tuko sawa hapo? Na hapa ukumbukwe ni sample nzuri. Hapa ni Mungu, ni nabii Hosea analiambia taifa la Israeli lilikuwa limekengeuka, limetopea kwenye dhambi. Sasa anawaambia rudini kwa Bwana. Tunarudije? Ni kama sisi vile vile tu, tumezaliwa katika uchafu mtupu. Tunarudije kwa Bwana? Ni kwa namna hiyo. Kwa njia 4 hizi ndizo zinazoweza kumfanya mtu aweze kurudi kwa Bwana, aweze kuokolewa, kuacha dhambi, kuwa mtakatifu, kuwa mtoto wa Mungu, kusamehewa na kadhalika, kama tulivyotangulia kuzungumza hapo mbele, hapo nyuma. Mara baada ya kusema hayo, kuna kautata kidogo ambacho watu huzungumzaga kuhusiana na kuokoka sasa au kuokoka baadaye. Kuna watu wanazungumza kwamba haiwezekani kuokoka leo, mpaka tufike mwisho wa dunia huko, yani tufe labda, au tufike mwishoni ndio niweze kuokoka. Na yako maandiko wanayoyatumia ili kuhalalisha hoja yao kwamba haiwezekani kuokoka sasa. Andiko wanalolitumia ni Mathayo sura 24. Mathayo sura 24, wakati tunamalizia sasa. Mathayo sura ya 24 mstari wa 13. Mathayo 24:13 nasema, lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Ndugu zangu, hatuna budi kufahamu wokovu. Mathayo 24 mstari wa 13. Wokovu uko kwenye awamu mbili. Ni mfano wa mtu ambaye anataka kusafiri, anapotaka kwenda mkoani vyovyote vile. Utaona mara nyingi katika mikoa yetu tunaposafiri, cha kwanza tunafanya nini? Tunakata tiketi. Kwa huwezi kuingia kwenye gari mpaka uwe na tiketi.
Lakini vile vile utaona katikati ya safari tukiwa ndani ya magari, utaona makono anapita anakagua tena tiketi. Ni sawa? Maana yake ni nini? Kwenye swala la wokovu ni mfano wake ni huo vile vile. Haiwezekani uvumilie mpaka mwisho uokoke mwisho wakati hujaokoka mwanzo. Kuna kuokoka sasa. Wakorintho 2:6-2 inasema wakati wa wokovu ni sasa. Maana yake unakata tiketi kwanza, unakuwa nayo mkononi. Uitunze tiketi, sio uwe katika basi uichane uitupe nje, utashushwa kwenye gari. Uitunze tiketi. Ukitunza tiketi mpaka mwisho wa safari, ndipo unafika kule ambapo unatakiwa kufika. Tuko pamoja? Biblia inaeleza hivyo. Nimesema Wakorintho 2:6-2, tunaanza kuokoka sasa. Alafu Biblia inaeleza katika Petro wa kwanza 1:9, tunatakiwa sasa tung'ang'anie wokovu huo mpaka mwisho, ndipo tutaingia mbinguni. Kinyume chake, ukifikiri kwamba utaokoka siku ya mwisho, leo utende dhambi siku ya mwisho ndio uingii. Petro wa kwanza 1:9. Angalia kwa umakini mstari huo. Katika kupokea mwisho wa imani yenu. Inasema sio mwanzo, inasema mwisho. Katika kupokea mwisho wa imani yenu, yaani wokovu wa roho zenu. Okay? Kumbe kuna kuokoka sasa na kuna wokovu mwisho wa imani yenu. Tuko sawa? Manake kama mimi nimeokoka leo, alafu nikaacha, manake huo wokovu wa mwisho, yani hiyo point ya mimi kuingizwa mbinguni haitakuwepo. Tuko sawa jamani? Manake lazima kushikia wokovu, kukaa katika utakatifu wote mpaka mwisho, ndipo tutaingia. Tukiacha katikati, hatuwezi kuingia. Musa ni mfano. Musa alitoka Misri. Alikuwa anaelekea wapi? Kanaani. Na huu ni mfano watu waliokoka. Mtu kabla ya kuokoka kwake anahesabika alikuwa Misri. Misri maana yake tulikuwa dhambini. Tulikuwa dhambini chini ya Farao ambaye ni shetani. Tulikuwa tunatumikishwa kwa kazi ngumu ambazo ni dhambi, uzinzi, uasherati, ulawiti na uchafu wa kila namna. Musa kama Kristo Yesu akatutoa huko. Yesu naye alitutoa huko dhambini. Na alipotutoa sasa tuko jangwani ambapo ni duniani. Tunasafiri kuelekea Kanaani ambayo ni mbinguni. Musa hakuingia Kanaani. Hakuingia. Alikosea kosa moja tu. Hakuzingatia maana yake maelekezo ya Bwana. Aliachwa. Wakaingia vijana wadogo, Yoshua mwana wa Nuni na Caleb mwana wa Yefune. Kwa maneno rahisi tungeweza kusema askofu mkuu hakuingia, mchungaji hakuingia, ni sawa? Maana Haruni hakuingia ambaye ni mchungaji msaidizi. Hakuingia. Musa hakuingia, Miriam nabii hakuingia. Vijana wadogo na waliozaliwa katikati ya safari. Kumbuka walisafiri miaka 40 hapa jangwani. Kwa hiyo walizaliwa watoto wengi hapa. Hao ndio walioingia. Lakini wao hawakuweza kuingia. Hilo linawezekana hata leo. Tunaweza kuwa tumetoka Misri vile vile, lakini tusiingie Kanaani. Hii inawezekana. Na mifano ni mingi, maandiko ni mengi. Yesu alikuwa na mitume 12, mmoja alijinyonga, yuko motoni, ndio tafsiri yake. Yaani ndivyo ilivyo. Paulo alikuwa na mtumishi anaitwa Dema, akawacha. Tena Paulo anasema Dema aliniacha akiupenda ulimwengu wa sasa. Alimwacha. Hii inawezekana hata leo. Kwa msingi huu tumeelewa kuokoka ni nini, njia za kuokoka na principles za kuweza kung'ang'ania wokovu mpaka mwisho, na siwepo mtu wa kutudanganya na kutuambia unaweza ukacheza tu na dhambi. Na nimewasikia watu wengine wanasema hata ukizini unaweza ukaenda mbinguni. Kwa sababu mbona Ibrahimu alizini lakini ameenda mbinguni? Mbona Sulemani alikuwa na wanawake 700 akaenda mbinguni? Kielelezo chetu sisi sio Ibrahimu. Kielelezo chetu sisi sio Sulemani alioa wanawake 700 na masuria 300. Na by the way, hata Sulemani alionywa vile vile. Alionywa katika Nehemia sura ya 13 mstari wa 26. Alionywa. Mungu alimtokea katika ndoto akamwambia unaolifanya sio sawa sawa. Alionywa sana. Nehemia anarudia kuambia wana wa Israeli ambao nao walikuwa na wana ovyo walipotoka Babeli kurudi Kanaani. Alipowakuta wamewana ovyo, akakasirika akamwambia hamjui tena mnalofanya hili ni dhambi. Hata Sulemani alifanya jambo na Mungu alimuonya. Ibrahim alipochukua Hajiri. Ni muhimu tufahamu katika kitabu cha Mwanzo hakukuwa na Biblia. Sisi tunaelewana hapo? Hakukuwa na Biblia. Na mahali kokote Mungu ambapo hakutoa maelekezo, hakuwa na mwongozo wa kitabu,
Maana yake mtu alipokosea, hata kama alikosea, hakumhesabia dhambi. Si ukaona, nielewa hapo? Kwa nini Adamu na Hawa walifukuzwa kwenye bustani ya Edeni? Japo kulikuwa hakuna Biblia. Si waliambiwa kwamba msile matunda haya? Kwao walishaambiwa. Walipotenda dhambi, ilikuwa ni haki kwao kuadhibiwa. Lakini Ibrahimu hajaambiwa popote kwamba usiseme, maana Ibrahimu naye alikuwa muongo, alidanganya. Isaka naye alidanganya. Yakobo alidanganya. Lakini kwa sababu Mungu hajawahi kuambia mahali popote huu ni uongo. Na maandiko yanasemaje? Warumi sura ya 4, wakati tunamaliza. Warumi sura ya 4 mstari Warumi sura ya 4 mstari wa 15. Warumi 4:15, alafu na Warumi 5:13 yanazungumza mambo hayo tu. Kwa sababu sheria ndio ifanyayo hasira, maana pasipokuwepo sheria hapana kosa. Tuko sawa? Hawakuwa na sheria. Nini kilichukua kinaongoza kwamba Ibrahimu usiseme uongo? Maana amri ya usiseme uongo amekuja Mungu anampa Musa kuandika wakiwa jangwani. Kwa Ibrahimu hakuwepo, hajui chochote. Kwa hata kama alikuwa ametenda dhambi haikuhesabiwa kwa sababu hakuambiwa. Warumi 5:13 inazungumza hivyo. Warumi 5:13, maana kabla ya sheria dhambi ilikuwamo ulimwenguni, lakini dhambi haihesabiwi isipokuwapo sheria. Ndio maana mtoto mdogo hata kuchome na kisu, ambaye yule mtoto haelewi chochote katika ufahamu huo, ambao hajui chochote, akuchome na kisu na kufa ufe motoni aendi. Kwa nini? Sheria ipo kichwani kwake, hajui chochote. Tuko sawa hapo? Kwa hiyo mtu asije akatudanganya kwamba tukacheza na dhambi tukafikiri kwamba tutaingia. Hatutaingia. Mara baada ya kusema hayo, nimshukuru Mungu kwa ajili ya somo hili. Mungu wetu na Baba yetu, asante na kushukuru kwa sababu umetupa neema nyingi ya kujifunza neno lako. Asante kwa jinsi ambavyo umenipa neema ya kuja kuzungumza na watoto wako. Mimi ni nani mpaka nipewe nafasi hii? Ni upendeleo tu kutoka kwako. Angeweza kutokea mwingine yoyote. Lakini nimehesabu nafasi hii ni fursa iliyotoka kwako mbinguni ya kusema neno lako. Maana kuna kila jambo lina wakati mmoja chini ya jua. Muda huu ukipita, maana yake huwezi kurudi tena. Asante Roho Mtakatifu kwa sababu nimelisema neno lako. Sifa na utukufu ni za kwako. Na kurudishia utukufu na neno hili litujenge, litusaidie kwa utukufu wako Mungu, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Mungu awabariki. Nakimbia mbio kuuliza swali, labda kwanza niwape fursa wenzangu. Sumuka, kama kuna swali karibu. Au Mama Donata, kama iko clear? Uliza. Okay. Sasa mimi swali langu, mtumishi wa Mungu. Ndio. Nafikiri nitasoma na maandiko kidogo. Ndio. Kwanza somo zuri. Ndio. Nimejifunza mengi. Ndio. Sana. Nimejifunza mambo mengi sana kupitia somo hili ambalo umetufundisha. Ndio. Lakini kwa kuwa napenda kujifunza, ndio sababu kwa nini nitauliza swali. Ndio. Na swali hili linatokana na mafundisho tunasikia mengi. Huyu anafundisha hivi, yule anafundisha vile. Sasa ukitaka kupata balance, lazima ujue katika hili mwalimu yule anasemaje, mwalimu yule anasemaje. Sasa unasikiliza ile maelezo, ndipo wewe sasa Ndio. unaweza ukafikia conclusion au conclusion yako, unasema hapana. Ndio. Huyu amesema sasa. Sawa. Au wote wawili hao kuna mashaka. Sawa. Kitabu cha Efeso sura ya 4 Ndio. mstari wa 22 ndipo ambapo mwalimu mmoja aliwahi kufundisha mahali fulani. Sawa. Akawa ameweka msingi katika kitabu cha Efeso sura ya 4:22 na 23, lakini katika somo hili au katika eneo hili la wokovu, kama mtu akishaokoka anakuwa katika hali gani? Ndio. Maelezo ni kwamba somo hili andiko alafu Efeso ngapi? 4:22. Sura ya 4 mstari wa 22 na wa 23 imeandikwa, mvue kwa habari ya mwenendo wa kwanza mtu wa zamani unaoharibika, kuzifuata tamaa zenye kudanganya, na mfanywe wake katika roho
ya nia zaidi. Fungu hili analifafanua kutokana na swali ambalo watu wanauliza, je, mtu aliyeokoka anaweza kufanya makosa? Tusitumie neno dhambi. Unaona mwingine anatumia lugha ya Kiingereza sema to miss the mark. Okay. Kwamba mtu akiokoka anaweza kufanya makosa, lakini si dhambi as such, anakuwa amemiss the mark. Lakini swali wanaouliza wale ambao sasa hawataki kuweka siasa ya kidini, ndio wanasema, je, mtu akiokoka anaweza kufanya dhambi? Okay. Na kama akifanya dhambi mambo yakoje? Sasa mwalimu mmoja akasema unapookoka kuna hali ya mtu mpya anazaliwa ndani yako. Sawa. Lakini hii haina maana yule mtu wa zamani, mtu wa kale anakuwa amekufa. Anaendelea kuwa. Unachotakiwa kufanya wewe ni kuto kumshabikia huyu. Unatakiwa kushabikia hii hali ya mpya wa uzima ambao umezaliwa naye. Na kwa kadiri unavyofanya hivi, huyu mtu wa kale anapotea na mwisho atakwisha kwa pamoja. Pointi yake ni kwamba tukisema kwamba mtu akiokoka leo hawezi kufanya makosa ni ngumu, kwa sababu mtu alishaishi maisha yake yote amezoelea hizo tabia. Kwa hiyo kusema kwamba anaweza kaacha tu kwa kumkiri Yesu leo akawa mwenendo wote 100%. Ni kwamba mtu bado ataendelea kustruggle na yule mtu wa zamani, lakini eventually atashinda kwa sababu ya ile hali ya mtu mpya ambaye huyu ndiye anatakiwa astawi, akue na akomae aweze kudominate. Akafundisha namna hiyo. Na kwa sehemu niliona kama ina sound, kwa sababu wakati fulani ilikuwa inanipa wakati mgumu sana kwamba inakuwaje. Na ndio maana watu wanalalamika kwamba yule ameokoka lakini mbona kaongopa pale? Mbona kawa mchoyo pale? Mbona kafanya hivi? Mbona kafanya hivi? Sasa mtumishi wa Mungu huyu akasema kwamba ukishaokoka unazaliwa katika ufalme wa neema kama mtoto. Ndio. Unakuwa kama mtoto. Na kuna lugha nyingi unaweza kumaanisha kwamba uko chini ya neema. Kwa maana ya kwamba sasa mtoto mdogo akizaliwa, anapokuwa ameingia katika ulimwengu, anaanza kujifunza ile art ya ulimwengu mpya ambao amezaliwa kwa huo. Sawa. Kuongea, kutembea na nini. Lakini process zake za mwanzo zitaanza kwa makosa. Na akaweka angalizo kwamba sisemi haya kwa advocate kwamba watu basi wanaweza kufanya makosa. Haya yanapaswa kuwa ni makosa yale ambayo mtu hapendi, lakini kwa sababu ya weakness, kwa sababu ya jaribu lenyewe na yeye jinsi ambavyo ndio ameingia kwenye wokovu, bado ni mgeni, ana struggle. Ile mtoto akianguka hatushangai, kwa sababu tunajua anajaribu kutaka kutembea. Na bahati nzuri akiendelea kujaribu namna yake, akianguka anaangalia nimeangukaje, anaendelea hatimaye ataweza kusimama. Sasa kisha kuwa mtu mzima anaweza kutembea, akianguka tunashangaa kwamba wewe vipi? Ni mtoto mdogo tunajaribu hata kumikali, umeruka uka nini? Kwa sababu pia watoto akianguka anasema anacholia sometimes sio lazima kwamba ni yale maumivu aliyopata kwa kuanguka. Ndio. Sometimes ni disappointment. Kwa mkiwa hata wakati akianguka kama hakuna aliyemuona, au mkaamua tu watu wazima mkaamua kama mmejifanya kama mjamuona ameanguka, anaweza asilie. Sawa. Kwa kunakuwa na aibu na kujisikia vibaya na ile disappointment kwamba mimi sasa mbona nimeanguka. Ndio. Kwa anasema kwamba ulimwengu wa mtoto anayezaliwa katika mwili na ulimwengu wa mtoto anayezaliwa katika ulimwengu wa roho, ukuaji uko hivyo kwamba unakuwa ukiwa hauko upright kabisa. Sawa. Tunategemea utakuwa mkomavu kidogo na utakuwa umesimama. Sasa nataka ni utusaidie kwenye hii nadharia. Lakini pia kwa kulenga swali hili ambalo nafikiri wengi wanalo, na kwamba je, mtu akiokoka kwenye haya yanayotajwa kuwa dhambi, yeye anaweza kuishije pale? Asante. Okay. Asante sana kwa swali. Katika hoja ambazo umezizungumza kuna ukweli nusu. Kuna ukweli nusu. Ile ya kwanza mimi sikubaliani nayo kwamba mtu anakuwa na utu wa zamani na mpya. Kwa hiyo anakuwa na
watu wawili ndani ya mtu mmoja. Ndio tafsiri ya maelezo yale, kama mtu anahubiri hivyo. Lakini ninachofahamu kwa mujibu wa maandiko, kuna kuwako na mtu mpya mmoja, lakini huyo mtu mpya hawi mtu mzima. Kama kumbuka Adamu alipoumbwa, aliumbwa akiwa mtu mzima tayari. Tuko sawa? Mimi na wewe tunapotubu dhambi kwa kumaisha kuziacha na kuokoka, hatufanyiki rohoni watu wazima. Kwa hiyo upande wa pili ambao ndio kweli sasa. Ule wa kwanza ile hapana. Ile wa pili, mtu anapookoka anakuwa ni mtoto mchanga kiroho huku ndani. Kwa kukosea sio swala la ajabu, ila mtu huyu kama alivyo mtoto anaumia na hataki kukaa kwenye yale makosa. Biblia inaeleza katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 9, kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, kwa sababu uzao wake, neno uzao Kiingereza ni seed, yani mbegu yake iko ndani mwake. Uzao wake wakaa ndani yake, wala hawezi kutenda dhambi kwa sababu amezaliwa kutokana na Mungu. Neno hili hatendi dhambi kwenye Kiunani haizungumzi kama Kiswahili walivyoandika kwamba hatendi. Kwenye Kiunani imezungumza kwamba hakai katika dhambi. Neno hakai tafsiri yake, hebu nitoe mfano wa nguruwe na kondoo. Nguruwe na kondoo ukiwachukua wote ukiwatupa kwenye matope, utaona nguruwe anagaragara ndio mahali anapopenda, ila kondoo atalia. Hataki kukaa, anataka kuchomoka pale. Maana yake hawezi kukaa katika tope, kwamba anaweza akajikuta amedumbukia kwa bahati mbaya, sio mtindo wa maisha yake. Tuko sawa? Ni kama mtoto anavyotembea, anajifunza kutembea, anajikwaa, anaanguka. Lakini hii haitegemewi kwamba aanguke milele. Kwa sababu hata mimi na wewe nikikuuliza leo, lini unakumbuka ulijikwaa ukaanguka, yani katika mwili? Huwezi kukumbuka. Inawezekana sababu miaka 20 au mingapi iliyopita huko ndio ulijikwaga ukaanguka. Hukumbuki. Ndivyo Biblia inavyozungumza kwamba ukiwa mtoto mchanga unaweza ukakosea, lakini sio mtindo wa maisha yako, sio kusudio lako. Lakini haitegemewi ukosee milele, kwa sababu Waefeso 4:11 na maandiko mengi yanatueleza hilo. Waefeso 4:11 mpaka 15 inatupa msingi wa maisha ambayo tunapaswa kuishi. Inasemaje? Waefeso 4:11 inasema hivi. Ni andiko muhimu sana katikati ya miongoni mwa watu waliookoka. Waefeso 4:11 inasema, naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu. Umakini huko mstari wa 12 mpaka 15 unasema, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu. Kuna mambo mawili, kuna watakatifu alafu kuna kamilisha. Unapotubu dhambi kwa kumaisha kuziacha, kwa sababu unasamehewa dhambi, maana yake unakuwa ni neno mtakatifu, maana yake uliyetengwa. Kama tumetengwa na dhambi, maana yake sisi ni watakatifu. Lakini pamoja na kwamba ulipotubu dhambi kwa kumaisha kuziacha umekuwa mtakatifu, lakini sio mkamilifu. The point is there, kwamba kama alivyo mtoto amezaliwa, ni kiumbe kamili kabisa, lakini hajakamilika. Hawezi kula mwenyewe, hawezi kutembea mwenyewe, anajisaidia mwenyewe, lakini ni kiumbe kamili. Kwa maana yake ni nini? Kuna mambo ya kufanywa kwa mtoto huyu, ifike hatua akae mwenyewe, asimame mwenyewe, atembee mwenyewe, ifike hatua aende awe mtu mzima, aweze kufanya mambo mwenyewe. Mistari hii inaendelea, inasema, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata na mwili wa Kristo ujengwe. Kazi ya huduma itendeke maana yake nini? Tukiwa na watoto nyumbani, hatua ya kwanza sisi tunawafanyia kila kitu. Tutawaoshea vyombo, tutawafanyia hiki na kile, tutafanya mambo mengi kadha wa kadha. Lakini haitegemei tuwaoshee vyombo milele. Ifike hatua sasa wataanza tukitaka kuosha vyombo tutaambia njoo nisaidie kusuuza. Itafika hatua utaambia hebu osha, maana amekuwa kiwango fulani. Itafika hatua hata kumwambia umwambii. Akiamka anajua afanye nini. Vivyo hivyo mtu ambaye amezaliwa mara ya pili, ameingia kanisani, kuna huduma anatakiwa kufanya. Lakini wakati anaanza kuingia kanisani huwa afanyagi chochote. Akifika yeye anakaa tu anaangalia. Maana nini? Ni mchanga, hajui chochote. Lakini itakwenda itafika tu ataanza kubeba na viti,
ataanza kufanya hiki na kile. Alikuwa hawezi kuhubiri, ataanza na yeye kuhubiri. Alikuwa hawezi kufagia, ataanza na yeye kufagia na kadhalika. Mstari wa 13. Hata na sisi sote tutakapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu. Mtoto mchanga hamfahamu sana mzazi wake. Kwa nini? Utaona mtoto anaweza kujua tu ni baba, lakini hajui upendi nini, utaki nini unataka. Ila mtoto akishakuwa anajua baba hataki nichelewe, baba hataki hiki na hiki. Sasa mtoto mchanga kiroho kuna mambo mengi hajui Mungu wake anataka nini na nini hataki. Lakini kwa kadiri anavyozidi kukua mtoto huyu, ataanza kufika hatua atajua Mungu kuna mambo hataki nifanye. Mungu anataka niwahi ibadani. Mungu anataka niwe mtoaji. Mungu anataka ni support kazi yake na kadhalika. Kwa hiyo anasema hata na sisi sote tutakapofikia umoja wa imani na kufahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu. Anarudia tena, mtu mkamilifu. Hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Standard ambayo Yesu anaitaka ni tufike kwenye kiwango chake alivyokuwa duniani. Maana yeye alipokuwa duniani hakufanya dhambi hata moja. Tuwe sawa sawa na yeye vile vile alivyokuwa katika mawazo, katika nia, katika utendaji, katika kila eneo. Uombaji tufanane na yeye kila eneo. Hiyo ndo standard inayotafutwa. Mstari wa 14. Ili tusiwe tena watoto wachanga, tukitupwa huku na huku na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu. Elimu za ajabu ajabu ziko nyingi sasa hivi. Mtoto mchanga ndio rahisi kutapeliwa. Mtoto mchanga anaweza akawa ameshika 10,000 ukampa kitu cha kijinga jinga akatoa 10,000. Tukiwa watoto wachanga kiroho vile vile ni rahisi kudanganya. Ziko elimu nyingi za ajabu ajabu. Kwa anasema tukichukuliwa na kila upepo wa elimu, kwa hila ya watu, kwa ujanja, tukizifuata njia za udanganyifu. Mstari wa 15. Lakini tuishike kweli katika upendo na kukua hata tumfikie yeye katika yote, yeye aliye kichwa Kristo. Tukue tumfikie yeye katika yote. Yote maana yake yote. Katika maombi tufanane na yeye. Katika kusamehe tufanane na yeye. Katika kumpendeza Mungu tufanane na yeye. Unajua Kristo kuna wakati alikuwa anawaponya watu, alafu anaambia usiende kumwambia mtu yoyote. Kulikuwa na nia nyuma ya jambo hilo. Yeye alikuwa atafuti sifa kwa mtu yoyote. Kwa hiyo alikuwa anaponya alafu anaambia usimwambie mtu. Kwa nini? Alikuwa atafuti sifa. Sio hilo tu, tufanane naye hata katika kutoa. Issue ya utoaji. Wako watu wengine wanatoa kutafuta sifa, sio yeye. Kwa hiyo maana yake tunafanana kwenye yote. Kwenye utoaji tufanane na yeye, kwenye kuomba tufanane na yeye, kwenye kila eneo. Kwenye issue ya kusamehe tufanane na yeye. Sio mtu mpaka aombe msamaha, mpaka apige magoti sana, alie, agarigari anambia basi ndo anakusamehe. Wakati wewe ukiomba tu kirahisi kwa Mungu anakusamehe kirahisi, si ndio? Kwa katika jibu langu ninakubali kwamba ni kweli mtu anapozaliwa mara ya pili, anapokuwa ameokoka, anaweza kawa na mapungufu mengi. Lakini hatutegemei akae katika mapungufu hayo. Tunategemea akue, ifike hatua yale kuna mambo asiyafanye tena milele na milele. Kama mwanzo alikuwa ni muongo, sasa ifike hatua usidanganye tena maisha yako yote. Yes, nafikiri nitakuwa nimeeleweka. Petro alimkana Yesu lakini kitu hakukipenda. Yes. Yes. Kwa maana kwamba ametenda lakini sio kitu yes. Sio maisha yake, sio kitu anakitaka. Ni kama juzi nilikuwa kwenye huduma mahali fulani. Sasa wale watu waliokuwa wanafanya huduma tulikuwa tunafanya na watu wa mataifa mbalimbali. Lakini kuna jambo moja lilifanyika pale ambao mimi moyoni nilisema siwezi kukubali. Yaani lazima nigome katika hilo jambo. Kwa sababu mimi sikubali kufanya dhambi. Kwa hiyo jambo lenyewe lilikuwaje? Jambo lenyewe ilikuwa mama mmoja kutoka Misri, Mwarabu mmoja kutoka Misri anawaambia jamani, japo umeokoka lakini kunawezekana kuna mambo labda umekanyaga vitu vibaya, labda umetamkiwa mambo mabaya. Mimi moyoni nikatia X kwa sababu hilo fundisho halina maana. Kama mimi nimeokoka tayari nimeshatengwa na giza. Kama nimekanyaga kitu kibaya, automatic mimi ni nuru. Kama kitu ni kibaya maana yake ni giza. Giza likikutana na nuru, maandiko yanasema linafukuzwa lenyewe giza. Hakuna uchawi ambao unaweza kufanya kazi. Mwisho yote, sasa jamani nilikuwa naomba niwanawishe miguu na nini. Kwa kunukuu Yohana 13 mstari wa 3. Wakati tafsiri sio hiyo. Kwa hiyo tulikuwa na watu kadhaa. Nikashangaa wachungaji wameenda kunawishwa miguu pale. Lakini kuna kijana mmoja mdogo alikuwa ameokoka. Akawa amekwenda. Lakini alivyotoka pale namuona akawa amenyongonyea sana.
Maana yake alifanya kitu ambacho sio sawa na ndani kulikuwa kunamwambia hiyo sio sawa, na baadaye akanifuata kwanza kuniuliza maswali kwamba hivi ile jambo unalionaje? Nikamwambia unalionaje vipi? Jambo ile sio sahihi. Yaani ni moja kwa moja sio sahihi. Kwa hiyo alikuwa anaugua karibu siku 2 mfululizo. Maana yake sio maisha yake, kakosea kweli. Sio maisha yake alikuwa. Kwa hiyo nafikiri nitakuwa nimejibu. Na nafikiri ningeweza kuwa na maswali mengine, lakini hizo ni technicalities tu ambazo sio za msingi sana. Amen. Tulichokuwa tunatafuta mtu akiokoka na kuwa katika hali gani? Ndio. Hilo ndio la msingi. Amen. Amen. Ili wale ambao wanajiuliza maswali mengi kwamba kwa nini inatokea hii, ndio waweze kujua kwa nini inatokea. Amen. Naam, sasa labda tu kwa ajili ya ile wanasema to clear the dust. Yeah. Na waraka wa kwanza wa Yohana ile sura ya 2 pale, yani ninachotaka pale utusaidie tu tunaishije katika neno lile, utusaidie tu nafikiri ni waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 kama sijakosea, mstari wa kwanza pale. Ndio. Nafikiri hivyo tu. Inasema watoto wangu wadogo na waandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Kama mtu akitenda dhambi tunaye muombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Naam, linahusiana kidogo na hiki. Yes. Okay, linahusiana kabisa kwamba hapa ni Yohana na alikuwa kwenye hatua katika uzee mwingi. Yohana mtume, sio Yohana Mbatizaji, maana Yohana Mbatizaji hajaandika kitabu hata kimoja. Kwa Yohana mtume akawa anawaambia watoto wachanga kiroho kwamba msitende dhambi. Kwanza mtakii kutenda dhambi. Kauli mbiu ndio hiyo. Lakini ikitokea umejikwaa, basi tunaye. Na mstari wa 2 unamaliza nasema naye ndio kipatanisho kwa dhambi zetu, wala si kwa dhambi zetu tu, bali na kwa dhambi za ulimwengu wote. Kwa unapokwenda mbele zake kwa toba, yeye ni kipatanisho. Damu yake ilikwisha mwagika. Na nilikuwa nafundisha hivi juzi kwamba Yesu alipokuwa msalabani alikaa katikati ya mbingu na ardhi. Nikisema katikati kwa sababu msalaba ulikita chini. Yeye sio kwamba aligusa miguu chini. Maana yake alikuwa juu kidogo ya msalaba. Maana yake kukaa vile ilikuwa ina maana kwamba yeye anapatanisha wakaazi wa duniani na mbingu. Yeye ndio mpatanishi, yuko katikati. Yes, lakini pia alinyosha kushoto na kulia ambao wote kulikuwa na wenye dhambi. Kushoto na kulia. Ila alikuwa anawapatanisha ulimwengu wote kwamba njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo nami nitawapumzisha, Mathayo 11:28. Kwa ndivyo inavyozungumza hapo. Kwa tunaye mpatanishi. Amen. Okay, nafikiri mimi swali kwa hilo tukisoma hivi. Amen. Watu wa Mungu uko sawa? Kama pale tutaki lakini hapo yeye mtumishi alisema kwamba tunakuwa na watu wawili ndani ya mtu. Kwa hiyo tunatakiwa kumshabikia yule mtu mpya anayezaliwa kwa roho. Na kumshabikia yule mtu mpya anayezaliwa kwa roho. Yake huyu akaya na kusanguka. Na pia alitoa mfano wa andiko kwamba hata mtume Paulo alikuwa anasema kwamba nina mwiba ndani ya mwangu. Na nikamsihi Bwana Yesu kwamba hiki kitu kinitoke. Lakini akasema neema inatosha. Akisisitiza hoja yake kwamba ile mwiba ni ile hali ya kutoakaya ambayo ilikuwa inamsumbua. Kwa hiyo muombe ife ili abaki akiwa mkamilifu katika ule mwiba. Mimi nasema hapana, mimi wema wangu unazidi katika udhaifu. Kwa hiyo huyo hatoki, aendelee kuhamasisha ili pambane hatimaye kwa msaada wake aweze kushinda. Okay, kabla mtumishi hujazungumza hilo, mimi pia ningeweza kujiuliza. Ndio hizo nasema technicalities. Kwa sababu kuna mahali pengine Paulo anasema lakini najua ndani yangu, yani ndani ya mwili wangu alikaa neno jema. Kutaka nataka, lakini sasa hizo ni technicalities. Kitu cha msingi ni kwamba mtu akishazaliwa ni mtakatifu, lakini ni mchanga kama alivyosema mtumishi wa Mungu. Kwa katika endeavor zake atakuwa na struggle. Hilo ndio la msingi. Unajua nikwambia, tunapojifunza mambo ya imani hatutaki kumpa shetani kwa mambo ambayo sio ya msingi.
nafasi, kumpa shetani nafasi. Shida hii ni kwamba iko imani sasa kwamba kama nafikiri sema kwamba ziko imani kwamba kwa kwamba akishaokoka alafu akijikuwa basi yeye mwenyewe anaanza kujihukumu kwamba mimi sio basi kwa Mungu, Basi biashara yako imeisha. Nafikiri ndio amelijibu kwamba hiyo ipo, lakini tena amelijibu katika namna nzuri, kwa sababu amesema kwamba ametoa mfano wa kondoo na nguruwe. Nguruwe anapenda mazingira, yaani tutofautishe mtu anayependa mazingira ya dhambi na mtu asiyependa ila ametokea kuingia kwenye hiyo changamoto. Ndio haya mambo ya majaribu na kadhalika. Si unajua shetani yuko anaendelea kujaribu watu. Sasa akikuta mchanga atakurudisha. Ndipo sasa unaambiwa tunaye mwombezi kwa nani? Kwa Baba. Sasa ukiacha mtu mwenyewe kujihukumu hivyo, pia wale jamii ya watu ambao anaishi nao au anasali nao au nao wakishamwona tu basi anaita yake atarudi pole kwa hiyo sio mwenzetu. Okay, swali lako umeelewa? Nimeelewa vizuri. Inaonekana nijaeleweka sana. Okay. Kwa watu wa Mungu. Kwa hivyo wakiona mtu kafanya jambo wana judge, wasijue nyuma ya pazia yule mtu ile struggles zake anafanyaje. Karibu. Kwanza andiko lililotumiwa la hilo anasema Mwimba ni Wakorintho 2:12-7 na kuendelea. Hilo andiko kama alilitumia kwa kusema ni mwili wa ndani sio sahihi. Kwa sababu amesema katika mwili kabisa, the flesh. Huyu Paulo alikuwa na tatizo la kimwili kabisa. Sio issue ya rohoni. Si ninaeleweka hapa? Ndio andiko linavyozungumza, liko wazi. Iko hivi. Mungu, na hili ndio lizungumze kwa wote. Mungu akiwa amempa mtu neema kubwa sana, huwa kuna vitu huwa anaviachilia kwake katika mwili kabisa kumdhibiti asije akafika hatua akakufuru, kwa sababu kuna hatari. Sisi ni wanadamu. Mtu anaweza kawa amepewa mafunuo makubwa sana, akawa amepewa neema ya kusikilizwa sana, miujiza ya kupita kawaida, naweza kafika hatua akakufuru na kujiona na kujiita yeye kibidi Mungu. Sasa Mungu huwa na kawaida hiyo. Unaweza ukao una mafunuo ya ajabu na upako wa kupita kiasi, Mungu kwa kukudhibiti ufike hatua ujijue mimi ni mtu tu. Kuna jambo anaweza akaliachilia kwako lisifaniki. Kila omba utakavyoomba, ombea wengine watapona, sio wewe. Wewe unaomba alitoki. Hii ilikuwa ni tatizo kabisa kwenye mwili. Mstari wa 7. Na makusudi nisipate kujivuna kupita kiasi. Hili ndio tatizo lilikuwa la Paulo. Alikuwa anajivuna sana. Ameshasema ndio tatizo lake. Na sio hapa tu, sehemu nyingi anazungumza. Si umeelewa? Haya. Na makusudi nisipate kujivuna kupita kiasi, kwa wingi wa mafunuo hayo nalipewa mwiba katika mwili. Ili iweje? Mjumbe wa shetani ili anipige nisije nikajivuna kupita kiasi. Kwa hiyo ilikuwa ni speed governor ya kumsaidia yeye mwenyewe. Lakini Paulo mwenyewe anasema katika Wagalatia 2:20, sio mimi naishi bali ni Kristo ndani yangu. Anaeleza kwamba ndani sio mwingine, ni Kristo 100% ndio anayefanya kazi ndani mwake. Paulo mtume ilifika hatua akienda mahali watu walikuwa wanamuona ni malaika. Maandiko yamezungumza hivyo. Walikuwa wanamuona ni Kristo anatembea duniani. Ilifika hatua anawaambia nifuateni mimi kama mimi ninavyomfuata Kristo. Ilikuwa sio kawaida. Sio sawa? Kwa hiyo andiko lile lilikuwa linatumiwa kama alilitumia mahali sio sahihi. Jambo la pili, kuna imani inaitwa eternal security. Nimeikuta huko pia. Eternal security ni imani ambayo inasema ukiokoka wewe ndo basi milele. Yaani kwamba ubake uamue kuanzia sasa hivi na kunywa kangara mpaka milele, wewe motoni uendi. Nimeikuta huko kwa wazungu wao. Na wanatumia maandiko, sio kama watumii maandiko. Wanatumia maandiko. Andiko gani wanalitumia? Warumi 8:1 na mstari wa 38. Anasema tukiwa katika Kristo, nani wa kutuhukumu? Nasikia? Wanasema sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu walio katika Kristo Yesu. Wanasema Yesu anasema katika Yohana 10:27 mpaka 29, anasema kondoo wangu ambao wako katika mikono yangu, hakuna yeyote ambaye anaweza kuwapokonya. Wakati maandiko yamenyoka yamejieleza wazi. Amesema kondoo wangu kwanza wanaisikia sauti yangu. Hiyo namba 1. Ili usitoke kwenye mikono ya Yesu, usikie sauti ya Yesu. Kama usikii, hauwezi kukaa mikononi mwa Yesu. Warumi 8:1 inasema sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio, sio waliokuwa.
Unajua Biblia imeandikwa katika mfumo wa kisarufi. Yaani katika mfumo sahihi wa kilugha. Anasema walio, yani maana yake ambao sasa wapo. Sio kwamba umebaka, umesema kwanza leo mimi nakunywa ukangara, mimi sija, alafu useme bado upo. We haupo. Si automatic liko wazi. Nafikiri nitakuwa nimejibu. Kwamba andiko lile halihusiani na rohoni. Lile andiko linahusiana mwilini.